Hujambo, ni kukaribisha kwa mara nyingine tena kuifuatilia Dems Media. Mimi ni Abdul Juma. Nikaribisha katika taarifa ya habari ya leo tarehe 22 Juni 2025. Moja kwa moja tuangazie katika mzozo kati ya Israel na Iran. Marekani yashambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran. Rais Trump atangaza ushindi mkubwa wa kijeshi. Jumamosi Juni 2025 tarehe 21, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa vikosi vya Marekani vimefanya mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vitatu vikuu vya nyuklia vya Iran, akivitaja kama ushindi mkubwa wa kijeshi. Akihutubia taifa kutoka ikulu ya White House Jumamosi usiku, Rais Trump alisema jeshi la Marekani limefanya mashambulizi makubwa na ya kiufundi dhidi ya vituo vitatu vikuu vya nyuklia vya utawala wa Iran, Fordo, Natanz na Isfahan. Lengo letu lilikuwa ni kuharibu uwezo wa Iran wa kurutubisha uranium na kusitisha tishio la nyuklia kutoka kwa mfadhili mkuu wa ugaidi duniani. Kabla ya hotuba hiyo, Rais Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social kwamba walirusha mzigo kamili wa mabomu kwenye kituo kikuu cha Fordo. Aliongeza kuwa ndege zote za Marekani zilitoka salama katika anga ya Iran. Katika chapisho la pili, Trump aliandika, huu ni wakati wa kihistoria kwa Marekani, makosa yatahajia na dunia nzima. Iran sasa lazima ikubali kumaliza vita hii. Asanteni. Katika hotuba yake, Rais Trump alionya Iran dhidi ya kujibu mashambulizi hayo. Vituo vikuu vya urutubishaji wa nyuklia vya Iran vimeharibiwa kabisa. Iran inapaswa kujitahidi kwa ajili ya mkataba wa amani kwenye vita yake na Israel. Akiwa ameambatana na makamu wa rais JD Vance, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na waziri wa ulinzi Pete, Trump alisema, kama amani haitapatikana haraka, tutashambulia malengo mengine kwa ustadi, kasi na kwa usahihi mkubwa. Malengo mengi yanaweza kushambuliwa kwa dakika chache tu. Katika chapisho la baadaye kwenye mitandao ya kijamii, Rais Trump aliongeza, jibu lolote la Iran dhidi ya Marekani litakutana na nguvu kubwa kuliko ilionekana usiku wa leo. Iran imekuwa ikitishia kujibu iwapo Marekani itaingilia mzozo kati ya Iran na Israel. Tangu Juni 13, Israel imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya nyuklia na kijeshi vya Iran, hali iliyopelekea Iran kuanza kurusha makombora na droni kwenye miji ya Israel. Fordo, mojawapo ya vituo vilivyoshambuliwa, ni kituo muhimu kinachochimbwa chini ya mlima kwa kina cha futi 300 na kulindwa na ulinzi mkali wa anga. Ndicho kituo kilichoangaziwa zaidi na wachambuzi wa nyuklia. Baada ya mashambulizi hayo, Abbas, mmoja wa wawakilishi waandamizi wa Iran, alisema Iran iko tayari kufikiria tena njia ya kidiplomasia, lakini naria kusema kuwa uwezo wetu wa kujilinda hautajadiliwa. Balozi wa Marekani nchini Israel Mick alisema kuwa Marekani imeanza kuondoa raia wake pamoja na wenye green card kutoka Israel kwa kutumia ndege za dharura. Ndege mbili zilitoka Tel Aviv kuelekea Entebbe zikiwa na takriban watu 70. Picha zilizotolewa na White House zilionyesha Trump akiwa kwenye chumba cha mipango ya dharura, situation room, pamoja na makamu wa rais JD Vance, waziri wa ulinzi Pete, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi Dan, mkurugenzi wa CIA John, mkurugenzi wa ujasusi wa taifa Tulsi Gabbard, mjumbe maalum wa Mashariki ya Kati Steve, mkuu wa utumishi ikulu Sus, naibu mkuu wa utumishi Dan, naibu mshauri wa usalama wa taifa Andy, mshauri mkuu wa ikulu David na msemaji wa White House Caroline. Uwepo wa Tulsi Gabbard ulionekana kuwa wa kipekee, kwani siku moja kabla Trump alimkosoa kwa kusema kuwa alikosea aliposhuhudia mbele ya bunge kuwa Iran haikuwa inatengeneza silaha za nyuklia. Endelea kufuatilia taarifa zaidi kadri hali ya Mashariki ya Kati inavyoendelea kubadilika. Hii ni Dems Media. Subscribe Dems Media kwa taarifa zaidi, lakini usikose kusambaza taarifa hii na wengine. Acha maoni yako kuhusiana na hali hii inayoendelea huko Mashariki ya Kati. Mimi ni Abdul Juma, tukutane kwa mara nyingine.